لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما ظنكم برب العالمين. Uzangu wa Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu wa Islam, katika aya niliyoisoma mwanzoni, Allah subhanahu wa ta'ala anatuuliza, na swali hilo kusema kweli ni swali gumu sana kwa mtu mwenye kutafakari, na maulama wengi ambao nimewasoma katika tafsiri zao wakijaribu kutafsiri swali ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuuliza, wengi sana wamekosa majibu. Swali hili ndugu zangu wa Islam ni pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipomtaka kila mmoja miongoni mwetu ajiulize, fama dhannukum birabbil alamin, mnamdhaniaje Mola wa walimwengu? Mnamchukuliaje Mola wa walimwengu? Ukiulizwa kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, utamuelezea vipi? Unamdhania vipi katika maisha yako? Inawezekana ikawa ni swali jepesi ukiliangalia, lakini wallahi ndani yake limebeba maana nzito, kama ambavyo tutaona katika khutba yetu leo ya Aljumaa. Swali hili linahitaji jawabu, lakini sio kumjibu Mwenyezi Mungu. Linahitaji jawabu kila mmoja ajijibu yeye ndani ya nafsi yake. Unamchukuliaje Allah? Unamdhaniaje Allah subhanahu wa ta'ala? Mwenyezi Mungu mwenyewe katika Qur'an amezungumzia nguvu zake na uwezo wake. Anasema, wama qadarullaha haqqa qadrihi, wanadamu hawajamkadiria Mwenyezi Mungu ukweli wa Mwenyezi Mungu alivyo. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm alqiyama, ardhi hii ambayo ni ardhi saba, yote hii ipo katika kiganja chake cha mkono siku ya Kiyama. Wassamawatu matwiyatun biyamini, na mbingu saba ni kama mtu vile alivyokunja gazeti katika mkono wake wa kulia. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ametakasika Mwenyezi Mungu na vile ambavyo wanamshirikisha navyo. Hivi ndivyo alivyojielezea Allah subhanahu wa ta'ala ukubwa wake na nguvu zake. Fama dhannukum birabbil alamin, mnamdhaniaje na mnamchukuliaje Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Mola wa walimwengu? Ndugu zangu wa Islam, katika maisha yetu ya kawaida duniani, daraja ya juu kabisa ya mahusiano baina yetu ni kumwamini mwenzako, daraja ya juu kabisa. Na ili umwamini mtu kwamba mimi huyu namwamini, lazima uwe umejiridhisha na sifa zake mpaka usema mimi namwamini. Huwezi kumwamini tu mtu mmejuana naye sokoni, mmepanda naye basi kutoka Dar es Salaam kuja Iringa, mmekaa siti moja, ikawa ndio unamwamini 100%. Utakuwa ni mtu mjinga. Mpaka unasema mimi huyu namwamini, maana yake tayari unamfahamu vilivyo. Hii ni daraja ya juu kabisa ya mahusiano baina yetu sisi. Lakini wakati mwingine unalazimika kumwamini mtu kwa sababu ya kuaminiwa na wengine ambao wewe unawaamini. Inawezekana humjui, lakini kwa sababu wale unaowaamini wewe
nao wanamwamini yule, unampa imani yako kwamba na mimi namwamini, kwa sababu hawawezi kumwamini mtu ambaye haaminiki. Sio lazima uwe umejua sifa zake zote, lakini unajua sifa za wanaomwamini. Hapa ndo tunatengeneza mahusiano baina yetu. Ukiulizwa mathalan, bwana unamwonaje fulani, unaweza ukasema mtu mzuri, lakini ndani ya nafsi yako unajua kabisa hamna mtu wa hovyo kama yule. Hukupenda tu kumwambia yule mtu jambo lile. Lakini ukimwambia mtu unamwamini huyu bwana 100%, hakuna wasiwasi shekhe, ina maana tayari unamfahamu sifa zake, tabia zake, mienendo yake, mmejaribiana katika baadhi ya mambo, umetengeneza thika, uaminifu kwake. Hii ni daraja ya juu kabisa ya mahusiano baina ya sisi wanadamu. Sasa yote haya yanayozungumza kujibu swali la aya, fama dhannukum birabbil alamin, mnamdhaniaje Mola wa walimwengu? Kila mtu ajiulize ndani ya nafsi yake, unamdhaniaje? Na ukweli utadhihiri, unamdhania unamwamini au humwamini. Utadhihirika ndani ya nafsi yako kama unamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kurahisisha, labda tutoe mifano michache. Mtu ni mgonjwa, amekwenda kwa daktari na ameelezewa kwamba ni daktari bingwa. Daktari akamwelezea ugonjwa wake na akamwambia, shekhe, tutakachokifanya hapa, tutapasua kifua chako au tutapasua kichwa chako, ule ubongo wako ule ndio tutaufanyia kazi, tutautoa, tutauweka pembeni, tutaufanyia kazi. Unachomwambia daktari, fanya lile ambalo una uwezo nalo, mimi ninachohitaji ni pone. Umemkabidhi kichwa, mwili, tena umemkabidhi na uhai wako. Au anatoa moyo wako, anaweka pembeni, anaufanyia kazi, na anakwambia kabisa, unamkabidhi daktari moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu umejilazimisha kumwamini kwa sababu ya sifa labda ambazo watu wengine wanazizungumza, na wewe ukalazimika kumwamini. Hii ni aina ya imani ambayo sisi tunapeana kama binadamu. Unasafiri na ndege kutoka Iringa kwenda Dar es Salaam. Unaingia ndani ya ndege, unakaa kwenye siti yako, unafunga mkanda, unarudisha kiti nyuma, unasinzia kidogo. Rubani humjui jina lake, hujui kabila lake, hujui amekuja amelewa, hujui kama amegombana na mke wake, hujui ana kichaa hana, hufahamu. Wewe unachojua, unawapigia Dar es Salaam, mtaingia hapo baada ya saa moja, kama wakusubiri ni airport au wapi, umeshajihakikishia unafika Dar es Salaam. Kitu gani kilichokupa thika na imani kwamba utafika Dar es Salaam baada ya saa moja? Rubani humjui ambaye anaweza akaipeleka ndege mlimani. Umetengeneza imani kwa sababu watu wengi wameamini, na kwa sababu matukio mengi hayatokei, kusema mimi nafika tu Dar es Salaam. Tengeneza imani kwa binadamu mwenzako. Tunafanya kazi kwa ajili ya maisha na kuzilea familia zetu na kuweka akiba ya watoto wetu. Unahangaika, unafanya kazi, unadhalilika katika zile kazi. Saa nyingine zile fedha unazozipata zile zote unazikusanya, unakwenda nazo benki, unamkabidhi yule mtu unayemkabidhi, hata jina lake hujui ni nani. Anakuandikia tu vikaratasi, nagonga muhuri, unaacha rundo la pesa pale, anakupa karatasi, unaondoka zako. Jasho lako, akiba yako, umekwenda kuikabidhi kwa mtu hata humjui. Una imani kwamba utazikuta na ukizihitaji utazipata. Umetengeneza vipi imani hiyo? Ni imani baina yetu sisi kama wanadamu, tunaaminiana katika vitu muhimu katika maisha yetu, tunawekeana thika. Unapanda boti, unapanda nini, kila kitu huulizi. Wewe umekaa umepumzika, unajua nitafika. Sababu gani? Yuko nahodha makini
anaendesha boti hii na watu wote hawa wamemwamini. Hii ni imani ambayo huwa tunawekeana. Ikiwa sisi wanadamu tumejengeana imani kiasi hicho, sasa Mwenyezi Mungu anatuuliza kuhusu yeye aliyetuumba, tunamchukuliaje? Tunamdhaniaje? Je, tuna imani kama hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ipo, kila mtu ajiulize. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mathalan anakuambia, man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu Allahu, ni nani yuko tayari kumkopesha Mwenyezi Mungu mkopo uliokuwa mzuri, Mwenyezi Mungu atamlipa maradufu. Huyu ni Mwenyezi Mungu. Wengi wetu hatuko tayari. Kwa sababu gani? Hatuna imani kwa Mwenyezi Mungu atatulipa. Hatuna imani hiyo. Kama ambavyo tunaaminiana sisi kwa sisi, hatuamini kwamba Mwenyezi Mungu huu mkopo unampa. Mwenyezi Mungu hahitaji mkopo kutoka kwetu. Ametumia maneno ya mfano kwamba wewe unanikopesha, na kumkopesha humpi Mwenyezi Mungu, unasaidia katika mambo ya kheri, unasaidia yatima, unasaidia watu wenye shida, unasaidia maimamu, unasaidia kueneza dini. Ndio mkopo ambao Mwenyezi Mungu anauhitaji. Hataki umpe yeye uendelee ufanye mambo ya kheri. Ni wangapi ambao wanamkopesha Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini akija je mtu ambaye unamwamini wewe 100%, akamwambia Sheikh bwana nimezidiwa, naomba 500,000 tu, nitakulipa baada ya miezi miwili, tena sio kwa ziada. Anambia hakuna wasiwasi, mimi na wewe Sheikh, mimi na wewe hamna wasiwasi bwana. Una namba yako ya simu hiyo, M-Pesa au Tigo au nini, pale pale unafanya muamala. Ukipata utanirudishia ukifanikiwa bwana. Kwa sababu gani? Thika, na muamini. Lakini Mwenyezi Mungu anasema nikopeshe, itarudi kweli? Sawa, itarudi kweli? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Hivi mnamchukuliaje Mwenyezi Mungu? Mnamdhaniaje Allah subhanahu wa ta'ala? Haya ni maswali ndugu zangu ya kujiuliza, na lengo lake kubwa tuone sisi nafasi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikoje. Je, tunamwamini Mwenyezi Mungu kama ambavyo tunaaminiana? Sisi binadamu anabadilika wakati wote. Uliokuwa unamwamini leo 100%, kesho unagundulika hamna khain kama yeye. Sema subhanallah, miaka yote nadhania mtu wa khairi, kumbe mtu wa hovyo. Huyu ni binadamu mwenzako, anabadilika na mazingira yanambadilisha. Yule aliyokuwa ndio sio, aliyokuwa sio anakuwa ndio. Binadamu wako hivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ahadi zake ni za kweli. Sasa dhana yetu kwa Mwenyezi Mungu ikoje? Je, maisha yetu haya yanavyokwenda tunaridhika kwamba ni Mwenyezi Mungu ndio anayoyaendesha au haturidhiki? Hapa ndo kuna matatizo makubwa ya kiimani kati yetu sisi Waislamu. Sababu unahisi kwamba maisha yako haya unayoishi ni wewe mwenyewe ndio unayapanga. Kwa hiyo ishapangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Matokeo yanajitokeza kwa sababu fulani kasababisha, kumbe ni Allah subhanahu wa ta'ala kayapanga. Dhana zetu zinakwenda zinamtoa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyotupa uhai baada ya kuwa tumekufa. Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambaye ametupa afya baada ya kuwa tumepatwa na maradhi. Ndio ametupa faraja baada ya dhiki. Je, Mwenyezi Mungu ambaye amekupa neema zote hizo hastahiki kuaminiwa? Sisi wote tumepita katika matumbo ya wazazi wetu miezi 9. Wallahi hakukuwa na uwezo wote zaidi ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Si ujanja wa mama wala we baba kutengeneza supu kwa wingi, kumtunza si kliniki mke wako, la. Mtoto yupo katika dunia nyingine kabisa. Anapumua kwa taratibu Mwenyezi Mungu anazozijua. Anakula kwa taratibu ambazo Mwenyezi Mungu anataka ale. Hakuna daktari atakayokuingizia mrija wa oksijeni uende kwa mtoto hata siku moja. Ni taratibu ameziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Miezi 9
yupo chini ya ulinzi na uangalizi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka tunapokuwa tumetoka katika matumbo ya wazazi wetu. Tukitoka tu na imani imepotea, au atarogwa mtoto, taonewa kijicho, tapaswa na kitu kibaya, mfungeni hirizi, mwekeni sijui mvuje, sijui mfanyeni nini. Miezi 9 ile ya imani kwa Mwenyezi Mungu baada tu ya kuzaliwa imetoka, kama Mungu hayupo tena. Aliyemlinda miezi 9 hawezi kumlinda hapa duniani. Kuna waovu ambao Mwenyezi Mungu hawawezi. Badala ya kumsomea adhkari tulizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaleta vitu vyako vya ajabu. Yote ni kukosa thika na imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu huyu ambaye ametupitisha katika matumbo ya wazazi wetu miezi 9 anastahiki kuaminiwa katika maisha yote ya baada ya hapo. Ndugu zangu, matatizo mengi yanayotukabili, dhiki za maisha, huzuni ambazo tunazo, msongo wa mawazo ambao wengi wetu tunaopitia, husda, watu kudhulumiana wao kwa wao, chanzo chake kikubwa ni kutoamini uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kumdhania Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vibaya. Mathalan, ugonjwa wa husda. Husda ni mtu kutamani neema iliyopo kwa mwenzake iondoke. Hiyo ndio husda. Sio ipate yeye, yani iondoke kabisa, mimi nisipate wala yeye asipate. Nimuone tu ni mtu anahangaika, nimuone anapata shida, ndio furaha yangu yani. Maradhi haya chanzo chake kikubwa ni kutokuwa na imani na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu, kwa nini unampa yule halafu unaninyima mimi? Hufanyi uadilifu, hufai kuaminiwa, wewe sio Mungu wa kweli. Kwa sababu kwa nini wewe umsaidie huyu kila siku anaendelea tu, mambo yake yananyooka, anakwenda, anafanikiwa, mimi kila siku matatizo? Ndani ya nafsi yako hufurahi kuona mwenzako anafanikiwa, bila kujua kwamba aliyomfanya afanikiwe ni Mwenyezi Mungu, ambaye wewe vile vile anaweza kufanya ufanikiwe. Lakini unapeleka husda kwa sababu unaamini kwamba Mwenyezi Mungu sio mwadilifu. Haya ndio maradhi, ndio maradhi ambayo tunayo. Na ukishapata husda inakupelekea kwenye fitna. Fitna maana yake ni kutaka kuchafua jina la mtu, ile sifa yake anasifika nayo iondoke. Kwa nini anasifika? Kwa nini anaonekana mtu mwema labda? Kwa nini anaonekana mkarimu? Kwa nini anaonekana hivi na hivi? Kwa hiyo unachokifanya sasa, kwa sababu huna imani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, humdhani Mwenyezi Mungu vema, unaona kwamba Mwenyezi Mungu kakosea kumfanya yule vile alivyo, wewe unatafuta nafasi ya kumshusha pale ambapo Mwenyezi Mungu amemweka, umweke sehemu ambayo wewe unaitaka. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Hivi tunamchukuliaje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Kama tunaweza kuaminiana sisi wenyewe katika daraja niliyoizungumza, tunashindwaje kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hadithi qudsi, ana inda dhanni abdi bi, mimi nipo katika dhana ya jinsi mja anavyonidhania. Faliyadhunnu bi ma shaa, anidhania anavyotaka. Mja wangu akinidhania vizuri, mimi niko naye, mazuri ananidhania kwao nitampa. Mja wangu akinidhania vibaya, mimi niko naye, dhana yake mbaya kwangu ataipata. Kwa hiyo sisi tupo baina ya hizi manzila mbili. Tunamdhaniaje Mwenyezi Mungu? Kama unamdhania Mwenyezi Mungu alichokupangia alhamdulillah, na unachomuomba Mwenyezi Mungu atakupa, na anachokupa unashukuru, wala huangalii vilivyo katika mikono ya watu wengine, uelewe kwamba unamdhania Mwenyezi Mungu vema na Mwenyezi Mungu atakupa wema. Lakini ukimdhania Mwenyezi Mungu vibaya, Mwenyezi Mungu hawezi kukupa, Mwenyezi Mungu hawezi kukusaidia, Mwenyezi Mungu hapokei dua zangu, Mwenyezi Mungu ukamwekea dhana mbaya, na yeye anakwenda huko unapompelekea katika dhana mbaya, hutofanikiwa katika hayo mambo yako. Kwa hiyo ni lazima tubadilishe imani zetu na tuweke dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir ibn Abdullah anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qabla mautihi bi 3 ayyam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kifo chake kwa siku 3
alikuwa yuko maututi hapo kwa siku 3 kabla hajafariki, akisema maneno haya: la yamutunna ahadukum, asife mmoja wenu, illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, isipokuwa hakikishe kwamba anamdhania vema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamdhania vizuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asife mmoja wenu isipokuwa atengeneze dhana hiyo, na dhana hii haitengenezwi kwa maneno, isipokuwa inatengenezwa kwa matendo. Unapokuwa wewe upo katika dhiki kubwa kabisa ambaye hakuna wa kukutoa katika dhiki hiyo, mtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala, mdhanie vizuri kwamba hili nilonalo hili hakuna wa kunitoa isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Wallahi utatoka. Ni shay'un mujarrab, ni kitu mujarrab, yani utatoka baada tu ya kuanza hapa, hakuna wa kunitoa katika hili isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ukaweka imani hiyo bila kujali madhambi yako, madhaifu yako, makosa yako, imani tu ya kumdhania Mwenyezi Mungu vema. Anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi Qudsi, mimi niko naye katika dhana ile na nitamsaidia katika kunidhania kwake mimi vizuri. Kwa ndugu zangu, dhana njema kwa Mwenyezi Mungu ni matendo yetu, ni utegemezi wetu uko kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, yaqulu Allah Ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hadithi Qudsi nyingine, ana inda dhanni abdi bi, mimi nipo katika eneo au katika sehemu ambayo mja wangu ananidhania, ndio niko hapo. Dhana njema niko naye, dhana mbaya niko ataipata hiyo dhana mbaya. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, subhanallah, mimi nipo na mja wangu anaponikumbuka, anaponitaja. Unaposema ya Allah, kitu kimekushika, sema ya Allah, niko na yeye, niko naye anaponitaja. Kitu kinatoka ndani ya moyo wako, unamtaja Mwenyezi Mungu kwamba hili, ya Allah, niko na wewe, na Mwenyezi Mungu yuko na wewe pale. Kwa hiyo niko na mja wangu idha dhakarani, fa in dhakarani fi nafsihi, akinitaja yeye ndani ya nafsi yake, dhakartuhu fi nafsi, na mimi namtaja ndani ya nafsi yangu. Haya anasema maneno ni Mwenyezi Mungu, ndugu zangu. Mja wangu akinitaja ndani ya nafsi yake, mimi namtaja ndani ya nafsi yangu, ya Allah, na Mwenyezi Mungu asema ya abdi, ewe mja wangu, ya Allah, ya abdi, ya Allah, ya abdi. Fikiria mawasiliano baina yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu huyasikii, huamini ghaib, imani hiyo inakuwa haipo. Lakini wewe ukiambiwa mathalan leo na waziri, mbunge au mheshimiwa au mama, yani akiona simu yako tu pale pale, akiona tu ukikata anapiga sawa, ukibipo anapiga, ashaka utakuwa na nguvu sana. Sasa mimi naweza nikapiga sasa hivi hapa simu, nikigusa tu hapa napigiwa sasa hivi. Yani wewe huogopi chochote shekhe, sijui nani anakusumbua, sijui nani, namba iko hapa shekhe, kigusa tu hivi, deep tu hivi, mheshimiwa kiona ananipigia, baada hapo namuelezea mambo yangu, na utakuwa unajiamini kabisa katika maisha yako, unaona kwamba ndio umefanikiwa yani. Lakini hapa tunamzungumzia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema wewe ukimtaja ndani ya nafsi yake, yeye anakutaja ndani ya nafsi yako, yeye anakutaja ndani ya nafsi yake, anakuita jina lako. Huyu ni mfalme wa wafalme. Lazima tutengeneze imani ya kuamini hivyo ili tuwe na ucha Mungu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in dhakarni fi mala dhakartuhu fi mala khairu minhu, akinitaja mbele za watu, akinitaja mimi Mwenyezi Mungu mbele ya watu, mimi nitataja mbele ya viumbe bora kuliko viumbe aliotaja kwao. Mja wangu anawaambia malaika wake, mja wangu fulani ananisifia, ananitaja, anazungumza mbele ya malaika. Haya ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithun qudsi. Wa in taqarraba ilayya bishibrin, akinisogelea kwa futi moja, mimi namsogelea kwa futi 7, dhiraan, futi nzima, yani mkono mzima, yani namsogelea zaidi. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, akinisogelea futi moja namsogelea mita kadhaa. Wa in atani yamshi, mja wangu akiwa ananijia mimi taratibu akitembea, ataituhu harwala,
mimi namwendea kwa kumkimbilia. Hebu geuza hii madhara, pamoja na kwa Mwenyezi Mungu hafananishwi na kitu chochote. Wewe unamwendea Mwenyezi Mungu kwa kutembea, yeye anakimbia kuja kwako. Yeye anakimbia kuja kwako. Lakini tatizo sisi hatumwendei Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali tunampa mgongo katika mambo mengi sana. Badala ya kumwendea tunampa mgongo, tunamkimbia Mwenyezi Mungu. Yeye anatukimbia zaidi tunapomkimbia sisi. Lakini ukiweka nia ya kumwendea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye atakuja kwa spidi iliyokuwa kubwa. Ibn Mas'ud anasema walladhi la ilaha ghairu, na hapa kwa Mwenyezi Mungu ambaye hapana apasi kuabudiwa isipokuwa yeye. Ma u'tiya 'abdun mu'min shay'an khayran min husni dhanni billah, hajawahi kupewa muislam jambo la khairi kuliko kumdhania vema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walladhi la ilaha ghairu, na hapa kwa yule ambaye hapana mola apasaye kuabudiwa isipokuwa yeye. La yuhsinu 'abdu azza wa jalla dhanna billah illa a'tahu Allahu dhanna, hata mdhania mja dhana njema Mwenyezi Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu atampa ile dhana anayemdhania. Dhalika bi anna alkhairi biyadihi, hiyo ni kwa sababu khairi zote zipo katika mikono ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe na yakini na Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutengeneze thiqa, confidence au trust, uaminifu wa kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya 100%, kwa sababu yeye ndio Mola wetu. Zaidi tunavyoaminiana sisi kwenye mabenki, kwenye hospitali, kwenye usafiri, hii ni mifano tu ya kukurubisha maana, lakini tuweke confidence, thiqa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mama yake Musa alayhi salam, tunajua Firaun alitabiriwa na wachawi wake kwamba kuna kijana wa kiume atazaliwa katika Banu Israeli, atakuja kukuangusha katika ufalme wako. Solution akisema vijana wote wa kiume wanaozaliwa katika Banu Israeli wachinjwe, wabakie wasichana tu. Imerekodiwa kwenye Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala akapitisha ujauzito kwa mama yake Musa, kumzaa mtoto wa kiume. Anajua atakuja kuuawa na Firaun. Atafanya nini? Mama na wasiwasi, anamficha kila sehemu Musa. Hataki hata alie, sauti zisikike nje, kwa sababu kila anajifungua askari wanapita kuhakikisha wa kiume wa kike, wa kiume chukua, anakwenda kuchinjwa. Mama anamficha mtoto. Alipokuwa na uoga umemzidi, akaletewa wahi kama ndoto na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamwambia wa uhaina ila ummi Musa, tukampelekea taarifa ummi Musa. Yesu mtume kaletewa wahi kama ndoto. Anirdihi, nyonyeshe kwanza mtoto wako vizuri. Fa in khifti alayhi, kama utamuogopea na hayo ambayo unayaogopa, fa alqihi fil yam, nenda kamtupe baharini. Wala takhafi wala tahzani, wala usiogope wala usihuzunike. Inna radduhu ilayki, sisi tutamrudisha huyo mtoto kwako. Wajailuhu minal mursalin, tutamfanya miongoni mwa mitume wetu. Ndoto. Lakini mama kajua hii ndoto, haya ni maelezo ya Mwenyezi Mungu. Sasa just imagine Mwenyezi Mungu anambia kama unamuogopea mtoto wako, manake mfiche, sawa? Fanye hivi, kamtupe baharini. Nafanya nini sasa? Yaani namuogopea mtoto wangu asichinjwe na Firaun, halafu niende nimchukue nimtupe baharini tena. Lakini ndoto hii imetoka kwa nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni yakini kabisa na confidence kwamba haya maneno ya Mwenyezi Mungu, maelezo haya ni sahihi. Kila mama mtoto wake mchanga anamchukua, anamtengenezea kitanda kadogo, anakwenda kumtupa baharini kwenye maji. Alichotengeneza ni nini? Dhana njema kwa Mwenyezi Mungu. Dhana njema. Na kweli Mwenyezi Mungu baada ya muda, baada ya kuchukuliwa na Firauni akalelewa, Mwenyezi Mungu anamwambia baadaye faraddahu ila ummihi, tukamrudisha yule mtoto kwa mama yake, kaitaqiru ainaha, ili macho yake yatulizane, wala tahzani, na asiendelee kuhuzunika. Walina'lama anna wa'da Allahi haqqan, walita'lama anna wa'da Allahi haqqun, na aelewe kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa imetolewa ni ya ukweli. Walakinna aktharuhum la ya'lamun, lakini watu wengi hawaelewi kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Huyu mama alikuwa na dhana njema kwa Mwenyezi Mungu.
alikuwa na trust na imani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumwambia jambo ambalo lina madhara na shida na yeye, akatii maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio trust ambayo muumini anatakiwa kuwa naye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo imani zetu zimekuwa kubwa kwa viumbe kuliko kwa Mola wa viumbe. Tunaaminiana sisi wenyewe imani kubwa kuliko ambavyo tunamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, jamii yetu imeenea sana shirki kwa sababu ya kutambua kwamba Mwenyezi Mungu hana uwezo wa kutatua hayo matatizo. Lakini kuna viumbe wengine asiyekuwa Mwenyezi Mungu wana nguvu zinazofanana na Mwenyezi Mungu katika hayo. Leo mtu anakwenda kwa chawi, anataka fulani auawe, anataka sijui awe kitu gani. Hizo mambo yote hazo ni sifa za Mwenyezi Mungu, binadamu hazimiliki. Anakwenda kwa mtu, anataka huyo mtu akatiwe riziki yake, fanya ufanyavyo, biashara yake ife, afilisike, awe hohahe, sijui awe kitu gani. Anayetoa riziki ni Mwenyezi Mungu. Wewe unapokwenda kumtafuta binadamu mwenzako amfungie mwingine riziki yake, umeingilia katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, ni shirki. Wala hujamdhania Mwenyezi Mungu vizuri, kama Mwenyezi Mungu anagawana na watu wengine katika maamuzi yanayohusiana na masuala ya ugawaji wa riziki. Yote hii ni dhana njema, dhana mbaya ambazo tunaziweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, maradhi haya ambayo tunayazungumza, maradhi ya kwenye jamii, yote chanzo chake kikubwa kinatokana na kumdhania Mwenyezi Mungu vibaya. Tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu ameteremsha baraka, neema, rehma, maghfira ndani ya mwezi huu. Na ndani ya mwezi huu Mwenyezi Mungu anakuwa karibu zaidi na waja wake kuliko wanavyokuwa katika miezi mingine. Na kila usiku anawaacha watu huru na moto wa Jahannam. Ndani ya mwezi huu, kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa dua ambazo Mwenyezi Mungu hatazirudisha patupu ni dua ya yule aliyefunga mpaka atakapofungua au wakati wa kufungua. Hii ni fursa ndugu zangu, kutengeneza yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi humu ndani tuna matatizo. Wengine wana maradhi ambayo madaktari wote wameshindwa kuyatibu, au wanauguza ndugu zao ambao wana maradhi ambayo yameshindikana, wamepewa tu siku za kuishi, wanangojea kufa. Wako humu ndani watu wana madeni, hata hutuba yangu ninayozungumza inaingilia hapa, inatokea huko, wanafikiria tu madeni ambayo anadaiwa. Kila mtu ana dhiki zake. Kuna watu hapa wamegombana na familia zao, yeye na mke wake wametengana, nyumba haikaliki, watoto hawaeleweki, matatizo ya kifamilia. Almuhimu, kila mtu ana mawimbi ya matatizo ambayo yanamkabili. Kama tunamdhania Mwenyezi Mungu vema, huu ndio muda wa kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio muda wa kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huu ndio muda wa kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Muda huu ukipita, ndugu zangu Waislamu, fadhila zinapungua na zinaondoka. Wapo miongoni mwetu wamefanya madhambi lukuki ambao hata kuyakumbuka wenyewe tu wanaona aibu. Akiyakumbuka tu sura yake inabadilika kwa madhambi aliyoyafanya. Huu ndio muda wa kufanya istighfar na kumlilia Mwenyezi Mungu na kutengeneza imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hidayah ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Amka usiku kabla hujafuturu, dakika 5 omba dua kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kaa peke yako kwa lugha yote unaifahamu, mlilie Mwenyezi Mungu, onyesha unamwamini Mwenyezi Mungu, zungumzia dhambi zako. Kama Mwenyezi Mungu unanifahamu, mimi ndo fulani ibn fulani, nimeshazini mpaka sijui idadi ya zina nilizofanya, nimedhulumu, nimefanya hivi, nimefanya hivi, nimefanya hivi, nimefanya hivi, lakini sina wa kumkimbilia zaidi yako, na kudhania vema ewe Mwenyezi Mungu utanisamehe madhambi yangu, utaniongoza katika njia iliyonyooka. Mwombe Mwenyezi Mungu, kumbuka madhambi yako, muombe. Na Mwenyezi Mungu unapomkimbilia haangalii madhambi yako, bali anawaambia waje ambao wamepituka mipaka katika kufanya madhambi, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, waambie waja wangu ambao wamevuka mipaka katika nafsi zao. Na hii aya imeteremka baada ya watu kumjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Muhammad, sisi tunakuamini wewe ni mtume wa haki,
dini yako ni haki. Lakini wallahi kizuizi cha sisi kuwa Waislamu, tunaona tutachafua hii dini. Sisi ni watu waovu sana. Mambo tuliyoyafanya hata kukuelezea hatuwezi. Yani kama ni madhambi, mauaji, fitna, yani mambo yote yale unayojua ya madhambi hatujaacha, tumeyafanya. Kabla Mtume sallallahu alaihi hajawajibu kuambia kitu chochote, fikiria Allah anamtuma Jibril kuja kuteremsha aya na kumwambia Muhammad, Mtume sallallahu alaihi wasallam, qul, sema wewe Muhammad, ya ibadia, enyi waja wangu. Anawaita wale waliopituka mipaka katika madhambi waja wangu. Ya ibadia alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu ambao mmepituka mipaka katika kufanya madhambi. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Wewe usiweke kikwazo cha kutengeneza mawasiliano na Mwenyezi Mungu dhambi zako. Muachie Mwenyezi Mungu dhambi zako, tubia kwake, anazielewa. Lakini wewe muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shida zako, mgongee milango yake, mlilie katika swala zako za usiku, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusamehe, lakini atalainisha moyo wako kuelekea katika dhana njema ya kumdhania Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallim tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.